Ni kubwa kwa Stephen Munyako almaarufu Stevo na familia yake, Mkenya aliyehukumiwa kunyongwa kwa mauaji nchini Saudi Arabia. Hii ni baada ya wahisani kujitokeza na kuchangia dola milioni 1 zilizohitajika kwa ukombozi wake. Awali familia yake ikiongozwa na mamake Dorothy Kweyu imekuwa iking'ang'ana kuchanga pesa hizo kupitia Wakenya bila mafanikio kutokana na kiasi cha shilingi milioni 150 zilizohitajika kumnusuru. Catherine Muraget anaripoti. Stephen Munyaho ambaye sasa ana umri wa miaka 51 alikuwa ameondoka nchini akiwa na umri wa miaka 20 kwa ajili ya ajira nchini Saudi Arabia. Hata hivyo safari yake ilichukua mkondo wa kusikitisha mwaka 2011 baada ya kuhusika katika vita na mfanyikazi mwenzake wa Yemen Abdul Halim ofisini kwake Aprili 9 mwaka 2011. Sale ambaye alidungwa kisu baadaye alifariki dunia kutokana na majeraha. Munyaho alihukumiwa kunyongwa. Awali Munyaho alihukumiwa kifungu cha miaka 5. Baadaye mahakama ya Saudi Arabia ilimtia hatiani kwa kuua bila kukusudia mnamo Oktoba mwaka 2011. Hukumu ambayo ilibatilishwa na mahakama ya sheria na kuwa ya mauaji mnamo Juni mwaka 2014. Kwa familia yake, uamuzi huu uliashiria mwanzo wa mapambano makali ya kumuokoa. Mamake Dorothy Kweyu, mwanahabari mkongwe, akaanza safari ya kumuokoa mwanae, akiomba serikali ya Kenya, mashirika ya haki za binadamu na wasamaria wema kusaidia. Tarehe ya kunyongwa kwake ikawa Mei 13, lakini baada ya kuripotiwa kwa mazungumzo ya kidiplomasia na maafisa wa serikali iliahirishwa. Baada ya mazungumzo mnamo mwaka 2019, familia ya Yemen ilikubali pesa za ukombozi milioni 352.2. Mazungumzo yakaendelea na baadaye faini hiyo ikapunguzwa hadi milioni 150 Novemba mwaka jana. Mazungumzo ya kumwokoa yakafanikishwa wakati Baraza Kuu la Waislamu SUPKEM ilipoingilia kati kusaidia katika kesi hii. Mnamo tarehe 13 Agosti mwaka 2024, SUPKEM ilifanyia kikao na jukwaa la Waislamu duniani jijini Nairobi, ambapo wahusika walitia saini makubaliano na itifaki mbalimbali za nchi mbili. Ijumaa SUPKEM ilithibitisha malipo ya milioni 129 kwa mamlaka ya Saudi Arabia ili kumwachilia Stephen Munyaho. Pesa hizo zililipwa mwezi mmoja uliopita. Baada ya miaka 13 ya mawazo na wasiwasi kuhusu hatima ya mwana wao, hatimaye familia ya Stevo imeweza kutabasamu tena. Catherine Muraget, KTN, Nairobi.